Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya baba yake mjini Tehran, huku viongozi waandamizi wa utawala wakijiunga na maelfu ya waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Watoto wengine watatu wa Khamenei walihudhuria ibada hiyo katika siku ya pili ya shughuli za mazishi yake. Mujtaba hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa mwanzoni mwa Machi baada ya babake kuuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baadhi ya waombolezaji wameapa kulipiza kisasi kifo chake. Tumekuja hapa kumwaga Ali Khamenei, lakini bila shaka tutalipiza kisasi kwa damu yake. Kila aliyefika hapa amekuja kulipiza kisasi kwa damu yake kiongozi wetu mkuu. Kama alivyokuwa akisema kiongozi wetu, tuna uhasama na Marekani. Mahusiano yetu na Marekani hayatakuwa mazuri kamwe. Serikali ya Israel imepiga kura kupuuza uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu mamlaka ya mdhibiti wa sekta ya utangazaji, hatua inayozua hofu ya mgogoro wa kikatiba. Zaidi na Florian Kaijage. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama mwezi uliopita kwamba mdhibiti huyo anaweza kuendelea na shughuli zake licha ya wajumbe 7 wa bodi yake kujiuzulu na kuifanya ikose idadi ya kisheria ya kufanya maamuzi. Kwa sasa mdhibiti huyo anachunguza mpango wa ununuzi wa moja ya vituo vikuu vya televisheni nchini Israel na kundi la wawekezaji wanaoonekana kuukosoa utawala wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Rais wa Israel Isaac Herzog ni miongoni mwa walioikosoa serikali kwa kutotekeleza uamuzi wa mahakama. Mji mkuu wa Ukraine Kyiv umeshambuliwa kwa makombora ya Urusi, huku zaidi ya milipuko 10 ikisikika mapema asubuhi ya leo. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifanya kazi na kuwataka wakazi kuendelea kuchukua tahadhari. Wakati huo huo, Ukraine imeongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Katika eneo la Crimea linalodhibitiwa na Urusi, umeme umekatika katika mji wa Sevastopol kufuatia shambulio la Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati karibu na mji huo. Na maelfu ya wazima moto barani Ulaya wanaendelea kupambana na moto mkubwa wa misitu unaochochewa na joto kali la nyuzi 40 na upepo mkali. Moto huo umeunguza karibu kilomita za mraba 200 za ardhi nchini Ureno, Uhispania, Ugiriki na Ufaransa. Kutokana na moto unaoendelea katika eneo la mashariki la milima ya Pyrenees, maafisa wamepiga marufuku watazamaji kuhudhuria sehemu ya 3 ya mbio za baiskeli maarufu za Tour de France yanayomalizika katika eneo hilo hii leo. Hii ni BBC. Na muktasari habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Moteo. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na internet katika bbcswahili.com. Tanzania unatupata kupitia Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya ni Count FM na Gulf Radio. Ukiwa pale Uganda ni Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio pamoja na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Inkia. Karibu. Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya baba yake mjini Tehran jana Jumapili, huku viongozi waandamizi wa utawala wakijiunga na maelfu ya watu kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Viongozi waandamizi ikiwemo rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian na spika wa bunge Mohamed Baka Kalibaf walijiunga na maelfu ya waombolezaji pamoja na wanafamilia 4 waliouawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa mwanzoni mwa mwezi Machi kufuatia kuuawa kwa baba yake mwanzoni mwa vita hivyo. Phyllis Mote na taarifa zaidi. Watoto wengine watatu wa Ali Khamenei, Masoud, Mustafa na Meisam, walihudhuria ibada ya mazishi ya Jumapili pamoja na maafisa waandamizi wa serikali. Kutokuwepo kwa Mujtaba kumezua uvumi, ikiwemo kwamba alijeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua baba yake. Ali Khamenei aliongoza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuanzia mwaka 1989 hadi alipofariki mwezi wa Februari mwaka huu. Shughuli rasmi za mazishi
mazishi zilianza Ijumaa, huku matukio mbalimbali yakitarajiwa kufanyika nchini Iran na Iraq katika kipindi chote cha wiki hii. Mamlaka za Iran zinasema kwamba watu kati ya milioni 12 na milioni 20 wanatarajiwa kushiriki katika shughuli hizo ambazo wamezitaja kama mazishi ya karne. Siku ya Jumapili ilitangazwa kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa nchini Iran. Wakazi wengi wa Tehran walionekana wakiimba kauli mbiu na kuomboleza, huku baadhi yao wakinukuliwa wakisema kwamba watachukua kisasi. Jeneza la Khamenei limewekwa pamoja na yale ya jamaa wake 4 waliouawa katika mashambulizi ya Tehran, akiwemo mjukuu wake wa mwaka mmoja Zahra Mohammadi Golpayegani. Katika kipindi chote cha utawala wake, Ali Khamenei alifuata sera ya msimamo mkali dhidi ya nchi za Magharibi, na kwa miaka mingi aliunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga Marekani na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, yakiwemo Hamas huko Gaza, Hezbollah nchini Lebanon na Wahuthi nchini Yemen. Baada ya maombi ya mazishi mjini Tehran siku ya Jumatatu, jeneza la Khamenei litapelekwa huko Qom siku ya Jumanne, kisha katika eneo takatifu la Waislamu wa dhehebu la Shia nchini Iraq siku ya Jumatano, kabla ya kuzikwa Alhamisi katika mji alipozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran. Namni taarifa yake Phyllis Mote. Kwingineko, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza kuanzishwa kwa chama chake cha kisiasa, akithibitisha kutengana kwake na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko ambaye ni spika wa bunge la kitaifa na rais wa chama cha PASTEF, kwa ajili ikiwa ni chama ambacho ni chama kikuu cha upinzani ama cha siasa nchini Senegal. Florent Kajage na taarifa zaidi. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na Rais Diomaye Faye, tangazo hilo lilitolewa mbele ya zaidi ya mamea 300 kutoka muungano wake. Linakuja mara tu baada ya wabunge kuidhinisha mageuzi ya kikatiba ambayo yanaweza kumzuia rais aliye madarakani kuongoza chama cha siasa ikiwa yatapitishwa katika kura ya maoni. Bado hakuna majibu yoyote kutoka kwa waziri mkuu wa zamani Ousmane Sonko kuhusu tangazo la Rais Bassirou Diomaye Faye. Hata hivyo, chama cha upinzani cha APR, yani Alliance for the Republic, kilichoanzishwa na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall, kilikataa madai kwamba zaidi ya mamea 300 wanaunga mkono chama kipya cha Faye, kikiita takwimu hiyo haiwezi kuthibitishwa na kudai kwamba baadhi ya mamea waliorodheshwa bila ujuzi au ridhaa yao. Ibrahim Hamidou Deme, hakimu wa zamani na rais wa harakati ya ETEC, yani umoja wa kazi, uadilifu na uraia, amesema Faye kuunda chama cha uraisi kungewakilisha hatua moja ya kuleta wasiwasi ya kuzorota au pengine kuimarika utawala wa kidemokrasia. Uhusiano kati ya rais na waziri mkuu wake wa zamani ulizorota kwa miezi kadhaa, huku Sonko akimkosoa wazi Faye kwa jinsi anavyoshughulikia matatizo ya madeni ya Senegal. Matokeo yake, IMF imesimamisha mpango wake wa mikopo ya dola za Marekani bilioni 1.8 kwa Senegal. Namni Florin Kajagi. Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Victor Kenani na taarifa zaidi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Nigeria, Kimiebi Imomotini Mbiemfa, alisema mmoja wa athiriwa anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mjini Pretoria tarehe 28 mwezi Juni. Wizara hiyo pia ilisema Mnigeria mwingine alipigwa risasi na kuuawa nje ya duka lake mjini Witbank, jimbo la Mpumalanga, siku hiyo hiyo na washambuliaji wasiojulikana. Mamlaka za Afrika Kusini bado hazijatoa tamko kuhusu madai hayo. Serikali ya Nigeria ilisema ina wasiwasi mkubwa kuhusu vifo hivyo viwili, ikiongeza kuwa vinatokea wakati raia wa kigeni wanalengwa isivyostahili nchini Afrika Kusini. Kando na hilo, ilirejelea kifo cha raia mwingine wa Nigeria ambaye ilisema anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mwezi Aprili. Wizara hiyo ilisema hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Vile mvutano wa kidiplomasia umeibuka hivi karibuni kati ya Afrika Kusini na Ghana baada ya Ghana kusema mmoja wa raia wake aliuawa wakati wa maandamano dhidi ya wahamiaji mjini Cape Town. Mamlaka za Afrika Kusini zilikanusha madai hayo, zikisema hazina rekodi ya mauaji hayo, lakini zikathibitisha kuwa zinachunguza kifo tofauti cha raia mwingine wa Ghana. Nigeria imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kufanya uchunguzi wa haraka
kuhusu mauaji hayo mawili na kesi nyingine kadhaa ambazo bado hazijakamilika zinazohusisha raia wa Nigeria, ikisema wahusika wa uhalifu huo wa kinyama wanapaswa kufikishwa mbele ya sheria bila kuchelewa zaidi. Taarifa hiyo iliongeza kuwa bila kujali madai yoyote dhidi ya watu binafsi, kuna taratibu halali na hatua za kufuata ili kupata haki, na kwamba kila mtu anapaswa kuchukuliwa kuwa hana hatia hadi athibitishwe mahakamani na apewe nafasi ya kusikilizwa kwa haki. Wizara hiyo pia ilikosoa matamshi ya hivi karibuni ya msemaji wa serikali ya Afrika Kusini kuhusu raia wa Nigeria kuondoka nchini humo wakati wa maandamano dhidi ya uhamiaji, ikiyataja matamshi hayo kuwa hayakubaliki na kusema yanaweza kuchochea uhasama dhidi ya raia wa Nigeria. Awali, Nigeria ilisema itadai fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliondoka nchini humo kufuatia maandamano ya hivi karibuni yaliyowalenga wahamiaji wasio na vibali. Zaidi ya raia 700 tayari wamerejeshwa nyumbani kupitia safari 4 za ndege, huku safari nyingine 2 zikipangwa kufanyika tarehe 6 na tarehe 9 Julai. Na taarifa yake Victor Kenani inatupeleka moja kwa moja viwanjani, naye Florian Kejage, karibu sana. Asante sana David Inkia. Kombe la dunia mambo yanasogea hivi, bado yanasogea. Ni kwamba katika pambano ambalo limemalizika hivi punde ni kwamba England imefanikiwa kuingia katika hatua ya robo finali kwa kuichapa Mexico kwa magoli 3-2, pamoja na kwamba imecheza kwa zaidi ya dakika 30 ikiwa pungufu baada ya mchezaji wake mlinzi huyo Jared Kwanza kuonyeshwa kadi nyekundu katika dakika ya 54. Kwa hiyo imecheza dakika 36 ikiwa pungufu. Na ni kwamba magoli ya England yamefungwa na Jude Bellingham ambaye amefunga mawili katika muda mfupi sana, ikipishana kama dakika 3 hivi, alafu Harry Kane akafunga kwa mkwaju wa penalti, wakati magoli ya Mexico wenyeji yamefungwa na Julian Quinones na Raul Jimenez. Kwa hiyo wenyeji wanaaga mashindano haya na kushindwa kutinga robo finali kama ilivyokuwa mara mbili walivyokuwa wenyeji mwaka 1970 na mwaka 1986. England sasa watakabiliana na Norway ambao wamewatoa mabingwa mara 5 Brazil, ambayo ni mchezo ambao ni mapema, Erling Haaland akifunga magoli mawili na hivyo kuondoa mabingwa hao mara 5 na kufuzu kwa hatua ya robo finali. Utasikia zaidi kuhusu mchezo huo muda mfupi ujao. Tubakie katika finali za kombe la dunia ambako kuna maneno mengi kuhusu uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kuahirisha utekelezaji wa adhabu kwa mshambuliaji wa Marekani Balogun aliyetolewa nje kwa kadi nyekundu katika mchezo wa 32 bora dhidi ya Bosnia. Awali ilikuwa ni moja ya uhakika kwamba katika soka, kwa iwapo utatolewa nje katika kombe la dunia utakosa michezo unaofuata. Iwapo hakuna lakini hakuna rufaa. Uamuzi wa kubatilisha adhabu ya huyo mchezaji Balogun ambaye ni mfungaji bora wa Marekani kwenye finali zinazoendelea akiwa na mabao 3 unaacha maswali mengi ambayo bado hayajibiwa. Kumekuwa na kadi nyekundu 189 katika historia ya kombe la dunia na ni wachezaji wawili tu ambao hawajatumikia adhabu ya kufungiwa. Kuna taarifa nyingi kwamba kusimamishwa kwa adhabu hiyo kumetokana na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa FIFA Gianni Infantino, lakini BBC haijathibitisha hilo na ilipowasiliana na FIFA haikupata majibu ya moja kwa moja. Tumalizie katika mashindano ya tennis ya Wimbledon yanayoendelea. Mchezaji Naomi Osaka raia wa Japan alionyesha mchezo maridadi jana Jumapili kumtupa nje mchezaji bora wa wanawake Arina Sabalenka na kutinga robo finali. Osaka ambaye alijikuta katika mazingira magumu kimchezo tangu arejee kutoka katika likizo ya uzazi, alipoulizwa baada ya mchezo huo kilichobadilika, alitoa sifa kwa jopo lake la ukufunzi kubadili tabia na mtazamo wake pamoja na mapishi ya mama yake mzazi. Anasema chakula cha Kijapani kinampa nguvu zaidi, akasema heko kwa chakula cha Kijapani. Na mimi nasema hayo to katika asubuhi ya leo kwako David Inkia. Asante Florian. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya babake mjini Tehran, huku maelfu ya waombolezaji wakijitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Nigeria alaani mauaji ya raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka. Na katika gumzo tunaangazia Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa. Hii ni BBC.
Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Tusalie michezoni, ambapo mabingwa wa dunia mara 5 Brazil wameaga mashindano ya kombe la dunia baada ya kufungwa kwa magoli mawili na Norway katika uwanja wa New Jersey nchini Marekani. Matokeo hayo yanamaanisha kwamba Brazil imeshindwa kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu fainali za mwaka 1990 nchini Italia. Celestine Caronei anatueleza